Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Cha kwanza ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii iliyoko mbele yenu. Kwa jinsi mnavyoniona nimesimama kwa habari ya neno la Mungu. Katika siku ya leo nina siku ambayo ni njema ya kumshukuru Mungu kwa nafasi yake, jinsi alivyonisaidia kwa kuwepo mahali hapa kuongea na Watanzania. Katika Watanzania wote wa nchi yetu hii ya Tanzania, ninachowaombeni tu kwamba mnisikilize kwa umakini sana. Niliyoko mbele yenu ni mwinjilisti, mtumishi wa Mungu ambaye ana habari njema ya Mungu kwa ajili ya maisha ya kila mtu kwa manufaa ya utumishi wake. Maana sisi wote hapa tulipo tuko watumishi wa Mungu ambao tunaopaswa tumtumikie Mungu. Lakini watu wengi wamefungwa na shetani kwa sababu ya kutokuijua nguvu ya Mungu, kwamba nguvu ya Mungu inatuijilieje. Unamkuta mtu ameng'ang'ania sehemu ambako hata kule aliko hakunako faida yoyote ile, lakini nguvu ya Mungu inamuita njoo. Nguvu ya Mungu inamwambia njoo mwanangu. Sauti ya Mungu inalia masikioni mwa watu. Sauti ya Mungu inawapa hamasa. Sauti ya Mungu inawashauri. Sauti ya Mungu inawaambia njoni wanangu. Mimi niliyoko mbele yenu sasa nataka tu ni waelekeze kwenye sehemu moja, kwamba hiyo sauti mnayoisikia sio sauti ya ibilisi, wala sio sauti ya mawazo ya kibinadamu, bali ni sauti ya Mungu ambayo inakuamulisha kabisa kwa weredi mkali na nguvu yote ya Mungu. Maana mwanadamu ni wa Mungu. Hayupo mwanadamu ambaye ni mwanadamu anahitaji aishi tu maisha ambayo sio ya kumtumikia Mungu. Lakini leo nataka nikwambie kwamba siku ya leo ninakuomba tu kwamba ndugu yangu, uingie katika nafasi ya kumsikiliza sana huyu mtumishi aliyoko mahali hapa ambaye unamsikia sauti yake. Ninakupa hamasa, nakupa ushauri na ninakupa maelekezo tu kwamba ile sauti inapokuwa inakushauri cha kwamba ingia katika utumishi, maana yake ni kwamba uhame kutoka sehemu uende katika utumishi wa Mungu, ukamtumikie Mungu kwa nguvu na akili zote na mwili wako wote na mali zako zote. Ninachokuomba tu kwamba kwa jinsi shetani alivyowafunga watu, amewafunga na akawang'ang'aniza katika mazingira ambayo sio ya kiutumishi. Sasa anajikuta mtu anafanya mambo ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Sasa naomba tu kwamba, naomba uangalie katika kitabu cha Ezekia sura ile ya 12 na mstari ule wa 12. Biblia inasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho